Hizi nguzo nne haya tunayoyatanguliza ni matangulizo mema, lakini tunapofika katika mji wa Maka si kwamba tumeacha sasa kuwaelekeza mengineyo yaliyopo katika mji mtukufu wa Maka. Na ndio maana utaona hata tukifika katika mji mtukufu wa Maka tutakupeleka Arafa kabla ya tarehe 9. Yaani kabla ya tarehe 9 tutakupeleka Arafa. Tutakupeleka Mina kabla ya Yaumut Tarwiya, kabla ya tarehe 8. Tutakupeleka Jamarati kabla ya tarehe 10. Tutakupeleka Muzdalifa kabla hujaikanyaga Muzdalifa. Yaani maana ya ziara za kihistoria baada ya nyie kuingia miji mitukufu ni kwenda kutembelea sehemu za ibada kabla ya wakati wa ibada. Umeelewa sio? Sisi tunaingia tarehe 1 Dhulhajji, tunakuwa tumeshaingia Maka. Itakuwa ni Alhamisi. Tutafanya umra Alhamisi. Ijumaa tutapumzika kwa kupata swala ya Ijumaa. Jumamosi asubuhi watu wote wataenda ziara. Yatakuja mabasi, watu watakwenda ziara, watapelekwa Mina, watapelekwa Arafa, watapelekwa Muzdalifa kwa kuiona sasa. Kisha utasubiri sasa siku ya haji. Ndio tutakwambia bana, leo tutaondoka Yaumut Tarwiya tarehe 8, na hii tarehe 8 tumeikuja hii tarehe 8 kwa sababu ya kuirimia haji. Kesho tarehe 9 tutakwenda Arafa. Sawa jamani? Na ajabu iliyokuwa kubwa, ukifika katika miji mitukufu shughuli kule hakuna kama hapa. Sasa kuna watu wanawaza na madeni anadai Kariakoo, kuna mwingine anawaza na jambo lake halijakaa sawa, lakini unapofika katika mji wa Maka basi mambo yote yanakuwa yakikushughulisha ni ibada. Ni ibada, ni ibada, ni ibada. Kwa hiyo hilo lisiwape tabu. Sawa jamani? Na hizi alizoanza ni arkanul haji. Na ni 4 tu, lakini wajibatul haji ni nyingi, sunanul haji ni nyingi. Hizi zote orodhesha hizi, orodhesha. Sawa jamani? Na kitu kingine kikubwa cha kushika ni nguzo. Yaani nguzo, ukiishika nguzo ya haji basi umeelewa wewe umeshahiji. Na bila ya nguzo wewe hauna haji. Bora hizi wajibatul haji unaweza ukatoa kafara, unaweza ukafanya nini. Sawa jamani eh? Kitu kingine, kuna maswala ya chanjo. Mtu atakuja kesho, mtu wa chanjo, kwa sababu zile nini za kununua, za kuwasikiliza madaktari. Kesho atakuja mtu huyo, na mtu wa ndege pia atakuja kesho. Kwa hiyo mtapata semina ya ndege. Hapafai kitu gani kupanda nacho juu, kitu gani kinachofaa kupanda nacho juu, na kipi hakifai kupanda nacho juu, na kitu gani hakifai kusafiri, na pesa kiasi gani unafaa kusafiri naye. Sio kaenda bana unaye hela za ng'ombe zako 40 ukasema utaenda nazo Saudia. Hapana. Kuna kiwango cha pesa maalum cha kusafiria. Ukizidisha kule airport wanazinyang'anya zile, wanazichukua. Sawa eh? Na hiyo ni zaidi ya dola 10,000. Mwenye dola 10,000 kushuka hana shida, lakini ukiwa na dola 11,000 kuendelea wanazichukua zote zile 11,000. Hawaichukui ile 1,000, wanachukua ile yote 11,000. Kwa hiyo ikiwa mtu ana mahitaji, kuna watu alhamdulillah wanakwenda kununua seti za dhahabu kule. Kuna watu wamejaliwa, wamebarikiwa. Mwaka mmoja tumesafiri na hujaji mmoja ana dola 40,000. Watu wameruzukiwa. Wewe hujapewa wewe, lakini mwenzako kashapewa. Sasa jamani, kwa hiyo humu kuna watu wameruzukiwa, wana arzak. Sawa bana? Lakini katika humu hawana. Mimi kuna hija nimewahi kwenda kuhiji na dola 100 mfukoni. Yaani ndo naenda sasa mimi hija. Nasema alhamdulillah na dola 100. Lakini ajabu, unapofika katika mji wa Maka unaweza ukashangaa wewe ukarudi. Siku na mahujaji mwaka jana tumeenda nao, wana viwanja lakini wamerudi haji wamejenga. Yaani kule kapata hela karudi kajenga. Mpaka tunashangaa vipi? Anakuambia shekhe, mimi nimejenga na hela hija. Lakini yule shekhe aliongea jana kisa chake. Anafanya biashara hapa Kariakoo ya kusafirisha mizigo na nini. Alilipa hela ya hija,
alafu kabla hajasafiri kwenda hija, hela yake ya hija imesharudi. Na kabla ya safari alikuwa na nyumba hajamaliza, akanyumbalizia nyumba, akaweka kila kitu, ili mahujaji watakaporudi hija wakija kumpokea wakute kwake pamekamilika. Angalia hija ilivyokuwa, kuwa na nia njema, kuwa na nia njema. Hicho ulichokitoa kwa Mungu hakuna chochote kuliko thamani ya hicho unachokwenda kukifanya. Ukajifungia ndani na milioni 20, alafu upate swala 100,000, utaweza? Yaani milioni 20 uitafute swala 100,000, milioni 20 utaweza? Huwezi. Ili upate swala 100,000 imekusafirisha hiyo pesa, umeswali moja tu, swala hiyo moja tu umepata laki. Ina maana kwa siku wewe unapata swala 500,000. Ukijumlisha ni miaka 200 na kitu. Nani katika sisi ataishi miaka 200 kwa swala ya siku moja? Sisi kabla ya haji tunakaa siku 7, 8 kabla ya haji, na baada ya haji tunakaa siku 3. Umeona Haya, bado Madina swala moja ni 1000, tutakaa siku 4. Ala kuli hali tuko katika sehemu nzuri, na Mwenyezi Mungu atubarikie. Naam. Wa alaikum salaam.